Taarifa ambayo imeendelea kusambaa kwa Watanzania na mashabiki wa soka la Tanzania, haswa kwa wale mashabiki wa klabu ya Yanga, kilichotufikia na kinachoendelea zaidi. Watu wengi walikuwa na hoji kuhusiana na sakata ambalo limeweza kumkumba msemaji wa klabu ya Young African ambaye ni Ally Kamwe. Baada ya mechi kumalizika ambayo ilikuwa ni tarehe 2 dhidi ya Tabora United, basi kulikuwa na maneno mengi kabla ya mchezo na baada ya mchezo, ambapo Ally Kamwe alijikuta akiweza kuzungumza maneno ambayo yalikuwa ndivyo sivyo na serikali, ambapo wote walioweza kuwepo katika tukio hilo waliweza kuzungumzia kwamba aliweza kuzungumza maneno ambayo yalikuwa ni tofauti kwa mkoa wa Tabora, ambapo bila shaka kapelekea kuweza kuingia kwenye changamoto na tatizo ambalo likamfanya aweze kwenda katika kituo cha polisi. Na of course ilikuwa ni swala ambalo watu wengi walisha kulizungumza kwamba kuna usemaji ambao sasa hivi umekuwa ukitrendi sana kwa msemaji huyu Ally Kamwe kuvuka mipaka na kuongea maneno mwisho siku ambayo huenda kesho na kesho kutwa yakamletea madhara. Kwa mara ya kwanza nafikiri aliweza kuzungumzia ile sakata ambalo liliweza kumpelekea mpaka mwisho siku Sunderland akataka alipwe pesa zake, lakini mwisho siku mambo yakawa yameweza kuisha, na yote ilitokana na kauli za Ally Kamwe. Of course tunajua ni msemaji mzuri ambaye mwenye license kubwa tu, na ana license ya kocha, ambapo ni fursa kubwa na ni heshima kubwa kuweza kumpata msemaji ambaye pia hata mwenyewe pia ukocha ana license C, ambayo inamfanya aonekana kuwa ni bora zaidi. Hatukatai kwamba Ally Kamwe ni msemaji mzuri na amekuwa akizungumzia soka kwa uzuri zaidi na kwa undani zaidi, lakini changamoto inayomkumba ama madhaifu ambayo yamekuwa yakiendelea kwa Ally Kamwe ni kuzungumza maneno bila ya kuwa na mipaka. Hatukatai mpira ni amani, mpira ni ucheshi, na mpira ni maneno na udambu ambao huwa ni lazima tu utazungumzia, lakini kuna watu wa kuweza kuwaingizia maneno ama kauli ambazo bila shaka huenda zisimzuru. Lakini hatimaye nafikiri baada ya kilichomtokea kuna funzo na kuna swala ambalo ni lazima tu hawa wasemaji wote wa klabu tofauti waweze kupata semina za uzungumzaji, kwamba usizungumze tu ili mradi umeropoka, kwa sababu ni lazima unakuwa umechukua jukumu la kuisemea klabu. Kwa hiyo Ally Kamwe anapoingia kwenye matatizo, manake klabu na yenyewe inaingia kwenye matatizo. Ally Kamwe akizungumza vibaya, yani manake hapo Yanga ndio inaonekana kuwa imezungumza vibaya, au Yanga inaonekana imemtuma Ally Kamwe. Kwa hiyo ni swala ambalo pia liko na hatujajua muafaka mpaka sasa utakuwaje kwa Ally Kamwe.